ujenzi wa miundombinu. Na kwa hapa Pemba nataka kueleza maeneo matatu ya miundombinu. La kwanza ni viwanja vya ndege. Kama nyinyi nyote ni mashahidi, mkataba tumeshaingia, kazi pale uwanjani imeshaanza. Baada ya mwaka 1.5 miezi 18 tutaona kiwanja cha ndege cha kimataifa hapa Pemba. Bandari, ndugu zangu, tunaikarabati na tunai-upgrade, tunaifanya iwe ina hadhi kubwa bandari yetu ya Mkoani, ili meli zinazotoka nje ya nchi zije moja kwa moja Pemba bila kupitia kwingine kokote. Zimeshaanza kufanya hivyo na tutaendeleza juhudi hizo, na kama tulivyoelezwa hapa na naibu waziri wa fedha kwamba na mazungumzo yameshakaa sawa upande wa bandari mpya ya Wete. Uchumi wa bluu utaendelea kuwa ni sekta mama katika uchumi wetu. Yaani sekta ya uchumi wa bluu itaendelea kuwa ndio sekta mama kwa sababu ndani yake kuna sekta 5 kubwa. Ya kwanza ni utalii. Tutaendelea kuhamasisha, kuhimiza utalii. Na kwa kweli hakuna wakati katika historia ya nchi yetu ambayo watu wanaekeza kwenye utalii kama sasa. Unguja kumejaa mahoteli kila pahali, na Pemba tayari watu wameshaanza kuona hamu ya kuja kuwekeza kama tulivyoambiwa hapa. Kuna hoteli ya nyota 7, hata mimi sijawahi kuiona hiyo. Nategemea kuiona hapa Pemba. Ndugu zangu, eneo jingine katika uchumi wa bluu ni uvuvi na ukulima wa mwani. Tutaendelea kuwawezesha wavuvi kwa vyombo vya kisasa ili waweze kwenda bahari kuu, waweze kuzalisha zaidi, na wakulima wa mwani, kiwanda chetu cha mwani cha Manangwe tutahakikisha tunaweka vifaa vya kusarifu mwani ili soko liwe la uhakika, waweze kupata bei nzuri ya mwani wanaouzalisha. Tunategemea tutapata mafuta au tutapata gesi katika nchi yetu. Huo ni uchumi mkubwa sana. Tukipata gesi katika nchi yetu, huo ni uchumi mkubwa sana. Tutaondokana na mambo mengi ambayo sasa hivi yanatupa shida kwa sababu ya uchache wa fedha. Ndugu zangu, kuna swala la usafiri baharini. Najua hapa Pemba mnapata tabu wakati mwingine wa kupata usafiri. Serikali tayari imeshaingia mkataba, inaleta meli 2 mpya, fast ferry, boti mpya 2. Lakini na meli yetu ya MV Mapinduzi 2 tayari imeshatengenezwa, karibu itaanza safari zake. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba tatizo la usafiri wa Unguja Pemba, Unguja Tanga au hata Unguja Mombasa litapata mwarobaini sasa kwa utaratibu mpya wa kuliwezesha shirika letu la meli Zanzibar kununua vyombo vyake ili waweze kushirikiana na sekta binafsi katika usafiri. Ndugu zangu, nimesema niaseme maeneo haya 10 kwamba ndio tumeyawekea kipaumbele katika awamu ijayo, na tunakuombeni mturudishe madarakani ili tuweze kuyafanyia kazi. Sisi tukiahidi tunatekeleza. Tuliahidi miaka 5 iliyopita, tumetekeleza, na baadhi ya sekta tumevuka lengo. Elimu tumevuka lengo, barabara tumevuka lengo, viwanja vya michezo tumevuka lengo. Wewe uliza sekta yoyote utatukuta tumefanya zaidi ya tulioeleza kwenye ilani. Na ilani ya safari hii 2025-30, haya yote niliyoyaeleza tumeweka na takwimu. Nina imani tutavuka malengo ili tufanye vizuri zaidi. Hussein Ali Hassan Mwinyi, na kwenye karatasi ya kura ndio atakuwa wa kwanza kabisa, namba 1, usisahau. Kama tunavyosema CCM namba 1 na Hussein Mwinyi namba 1 kwenye karatasi ya kura. Jinsi ya kutia tiki, maana tiki lazima iwe ndani ya kisanduku. Nimeweka tiki yangu ndani ya kisanduku bila kutoa nje. Tiki kizidi ukubwa ikatoka nje, kura inakuwa imeharibika. Kwa hiyo tafadhali sana, weka tiki yako kwa mgombea wa CCM ndani ya kisanduku, basi kunja karatasi yako, tia katika box.